الركن الرابع الإيمان بالرسل عليهم السلام. nguzo ya 4 baada ya kuona nguzo ya 3 imanu bil kutub, kuamini vitabu, leo tunaingia kuamini mitume. i'lamu ayuha al-abna'u al-kiramu wal-banatu al-fudlayat. Anawazungumzisha watoto, lakini tutasema sisi ni watu wazima. Nasema anna dina al-islami dinun adhim, dini ya Kiislam ni dini tukufu. Tuallimuna yurabbina al-fadhail, dini hii ya Kiislamu inatufunza na kutulea katika mambo yenye fadhila. Lidhalika fa innahu yanhana an at-tafriqati baina ar-rusul, hivyo inatukataza kuwafarikisha mitume, kuwatofautisha mitume, kukubali baadhi ya mitume na kukataa baadhi. Sawa kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah aliyetukuka, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, hatufarikishi, hatutofautishi kwa yoyote katika mitume yake. Wadhalika ma'a imanina annahum yatafadhalun, pamoja na kuamini hilo tunaamini kwamba wao wanatofautiana ubora, au mitume wanatofautiana ubora, lakini hatuwafarikishi. Naam, kisha kaendelea kusema kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah aliyetukuka, tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, hao mitume au hiyo mitume ndiyo hiyo ambayo tumefadhilisha baadhi na baadhi nyingine. Kwa hiyo jambo ambalo tuondoke nalo hapa kwamba hatuifarikishi mitume, kwamba huyu aidha kaja na jambo ambalo liko tofauti na mtume mwingine, au huyu tumkubali, huyu tumkatae, lakini tunaamini kwamba mitume wanazidiana ubora. Na hii ni moja katika vitu muhimu sana kwa Muislamu. Ndio na Muislamu haruhusiwi kukejeli mtume yoyote, atakayeaminiwa na dini yoyote hawezi kumkejeli, kwa sababu yeye Muislamu anaamini kwamba yote ni mitume ya Allah tabaraka wa taala. Tofauti na wengine katika dini zao, wao wanaona kwamba kukataa baadhi ya mitume na kuikejeli wao inafaa, lakini sisi Waislamu hatuwezi kukejeli mtume hata mmoja. Kwa hiyo nasema fa hadha at-tafdhil la yasmahu lana bi an narudda al-iman bi ahadi, na huku kufadhilisha hakutuachi sisi tukawa tunakataa kuamini mmoja wao, kwamba huyu kwa sababu ni mbora kushinda huyu basi sisi ngoja tusimwamini huyu. Haturuhusiwi. Tunasema sisi wewe tuangalie mwenye ubora ndio tumwamini, yule ambaye hana ubora tumpige chini. La, fa'ala al-muslim, ni juu ya kila Muislamu an yu'mina bi kulli rusuli, amini mitume yote, amini mitume yote, wa annahum sadiqun mujahidun fi isali al-haqqi wad-da'wati ila at-tauhid, na amini kwamba mitume ni wa kweli, wanachozungumza ni ukweli, walichokuja nacho ni ukweli, na wanapigania mujahiduna fi isali alhaq, wanapigania kuifikisha haki, wa da'wati ila tauhid, na kuwaita watu katika tauhid, wanapigania haki wafikie watu na wailinganie tauhid. Wa hadha min arkani al-iman, na hii ni katika nguzo za imani. Imani yako yatakiwa iwe hivyo kutoka moyoni, walaysa amran hamishia au zaida, na sio jambo la ziada tu kwamba hii ni kama sharh fulani tu, sawa na ziada fulani tu kuamini hivi. Fanahnu nu'minu binubuwati
kulli man warada dhikruhum fil Qur'anil Karim, sisi tunaamini unabii wa kila ambaye imepokelewa utaji wake katika Qur'ani tukufu. Wahum, nao ni kama wafuatao waliotajwa katika Qur'ani tukufu kama manabii. Wa kwanza Adam alayhi salam, wa pili Idris alayhi salam, wa tatu ni Nuh alayhi salam, wa nne ni Hud alayhi salam, wa tano ni Saleh alayhi salam, wa sita ni Ibrahim alayhi salam, wa saba ni Lut alayhi salam, wa nane ni Ismail alayhi salam, wa tisa ni Ishaq alayhi salam, wa kumi ni Yaqub alayhi salam, na moja Yusuf alayhi salam, na mbili Musa alayhi salam, na tatu Harun alayhi salam, na nne Yasau alayhi salam, na tano Daud alayhi salam, na sita Suleiman alayhi salam, na saba Yunus alayhi salam, na nane Ayub alayhi salam, na tisa Ilyas alayhi salam, 20 Khadir, kamtaja Khadir ngapi hiyo? 21 Shuaib alayhi salam, 22 Zakaria alayhi salam, 23 Yahya alayhi salam, 24 Isa alayhi salam, na mwisho 25 nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. Wa khairuhum khamsatu, wabora katika hawa ni watano, waliokuwa wabora ni watano. Wa hum ulul azmi min ar-rusul, wale waliopitia azma kubwa katika mitume wanaitwa ulul azmi min ar-rusul, misukosuko mikubwa. Wa hum Nuh alayhi salam, Nuh alayhi salam, na Ibrahim alayhi salam, na Musa alayhi salam, na Isa alayhi salam, wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini katika hao ulul azmi mitume wa bora, afdalu ulil azmi, kuulizwa hawa watano ubora wao lazima utofautiane. Nani aliyekuwa bora zaidi? Ni Ibrahim alayhi salam wa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hawa ndio bora katika hawa watano tuliowataja. Tumewataja Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Hawa katika ubora ambaye ni bora Ibrahim, Muhammad. Wa khairuhum ala al-itlaq, lakini mbora zaidi ala al-itlaq katika hawa watano bora ambaye ni mbora zaidi nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huyu ndio mbora zaidi kuliko wote. Sasa huu ubora wake unaingia katika khairu khalqi llahi ajma'in, bora wa viumbe vya Allah vyote kwa ujumla. Nasema wa nu'minu kadhalika bi annahu likulli rasulin karamatun karamahu Allahu biha, tunaamini kwamba kila mtume ana karama ambayo Allah kamkirimu kwayo. Sawa, hapa ametumia lugha ya karama, sehemu nyingine itatumika lugha ya muujiza. Sawa, nasema fa Adam alayhi salam, Adam alayhi salam khalaqahu Allah biyadihi wa sawwarahu, Allah kamuumba kwa mkono wake na akampa sura, kamuumba kwa mkono wake na akawa amempa umbile. Wa Nuh alayhi salam kana awwala rasulin ila ahli al-ardh, na Nuh alayhi salam ndio mtume wa mwanzo kabisa kwa watu wa ardhini wote kwa ujumla wake.
Ibrahim alayhi salam, na Ibrahim alayhi salam huwa khalilullah azza wa jalla, kipenzi cha Allah azza wa jalla, khulla. Allah kamtengeneza kwamba awe rafiki kipenzi khasatan. Kadhalika nabiyuna sallallahu alayhi wasallam ittakhadhahu Allah khalilan kama ittakhadha Allah Ibrahima khalila, na kadhalika mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam Allah akamfanya ni kipenzi chake kama vile alivyofanya kwa Ibrahim alayhi salam. Wa nu'minu kadhalika anna ba'd ar-rusuli lam yarid dhikruhum fi al-Qur'an, na tunaamini kwamba baadhi ya mitume haijatajwa katika Qur'ani. Tunaamini hilo kwamba kuna baadhi ya mitume haijaja utajo wake katika Qur'ani. Fanahnu nu'minu bihim, sisi tunaamini hata ambao hawakutajwa. Wa in lam na'lam anhum shay'an, hata kama hatujui kitu kutoka kwao chochote. Qala ta'ala, Allah anasema wa rusulan, na mitume mingi, qasasnahum alayk, tumekueleza visa vyao ewe Muhammad, min qabla, wa rusulan, na mitume wengine lam naqsusuhum alayk, hatuja kuelezea visa vyako, hatuja kuelezea mitume hiyo. Wa kallama Allah Musa taklima, na akamzungumzisha Allah Musa kumzungumzisha. Rusulan, mitume ina kazi zao, mubashirina wa mundhirin, ni kuwabashiria watu wakifanya kadha kizuri watakutana na malipo mazuri. Wa mundhirin, lakini pia wana kazi ya kuonya wenye kufanya mabaya. Lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, ili si ikawa kwa watu wakapata hoja baada ya kutumwa mitume. Mtu asilete hoja, kwa sababu watu wakana al-insan akthara shay'in jadala, mwanadamu alivyoumbwa ni mtu wa kutoa sababu. Imekuwaje umevuka hapa kwenye hii zebra? Mimi basi sijaona mbele kwamba kuna zebra bwana, hamjaweka alama. Imekuwaje hapa umerudi hivi wakati ulitakiwa ni hivi? Hamna, mimi wakati nakuja hivi kuna mtu aliziba hapo na gari, kwa sijaona kwamba hapa pamekatazwa. Yani mtu huwa hakosi sababu, hata mbele ya Allah tabaraka wa taala ataleta sababu. Kwa ili sababu hizi katike rusulan mubashirina wa mundhirin, lialla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu azizan hakima. Allah tabaraka wa taala ni mwenye nguvu asiyeshindwa na ni mwenye hikma. Kwa hiyo kifupi sana, hii ndio iman birusul alayhim salam, imani ya kuamini mitume, imani ya kuamini mitume. Na ya tano, kabla ya kuingia ya sita, ambapo baada ya hapo kutakuwa na maswali biidhnillahi tabaraka wa taala, nasema al-imanu bil yawmil akhir. Nguzo ya tano ni kuamini siku ya mwisho. Wa huwa aktharu al-arkana irtibatan birukni al-iman billahi azza wa jalla fi al-Qur'an al-karim wa sunnati an-nabawiyya. Hii ndio nguzo ambayo ndio ina wingi wa kuungana na nguzo ya kumwamini Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani tukufu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amba kumwamini Allah na siku ya mwisho, kumwamini Allah na siku ya mwisho. Vitatajwa vitu hivi, aktharu arkan irtibatan, ndio nguzo ambayo imeungana sana na kumwamini Allah tabaraka wa taala. Wadhalika liannahu aslun adhimun min usuli al-Islam, na hili ni kwa sababu huu nao ni msingi mkubwa sana katika msingi wa Uislamu. Sisi tuhangaika, tufanya, tuifuata dini ile inavyotaka kwa kuamini kwamba ipo siku ya mwisho, ipo siku ya Kiyama ambapo annas majziyun, watalipwa
katika yale walioyafanya, katika yale walioyatenda. Khulasatul amr, kiufupi kwamba ayu'mina al-'abdu billah, ni mtu amwamini Allah tabaraka wa ta'ala, wa yu'mina annahu ilayhi raji'un, na aamini kwamba kwake Allah atarejea. Mtu anamwamini Allah tabaraka wa ta'ala, lakini wakati huo anaamini Allah tabaraka wa ta'ala yuko na anamwezesha, anamuona, lakini atakiwa aamini mtu kwamba atarejea kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wako watu hawaamini hili, wana itikadi za ajabu. Kumwambia kwamba usiku utasimamishwa mbele ya Allah, anakuambia hakuna alienda akarudi. Tusidanganyane bwana, sisi tunajua kwamba ukifa basi habari yako imekwisha, ukazaliwa kwamba ni mti mwembe, watu watanufaika na huo mwembe. Ukikatwa mwembe kutaota mfenesi, ndio hivyo hivyo. Ina maana hii miti sisi tunaokula matunda na misitu ni watu wa zamani, idadi yao wale wanavyokufa basi wanazaliwa miti. Hizo ni itikadi, watu wanaitakidi hivyo. Hawaamini kwamba iko siku ya mwisho, kwamba watu wafanye wanaoyafanya yawe mazuri au yawe ya shari, lakini ipo siku watu watasimamishwa katika mahakama ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo yani kiufupi, khulasul amri an yu'mina al-'abdu billah, mtu atakiwa amwamini Allah, wa yu'mina annahu ilayhi raji'un, naamini kwamba kwake Allah atarejeshwa. Ndio iman bil yawmil akhir, kuamini siku ya mwisho. Qala ta'ala, nasema Allah alitukuka, wattaqullah alladhi ilayhi tuhsharun, cheni Allah tabaraka wa ta'ala ambaye kwake nyinyi ndio mtakusanywa. Kwake Allah tabaraka wa ta'ala mtakusanywa, kwake Allah tabaraka wa ta'ala. Waqala ta'ala, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu, na mcheni Allah, najueni kwamba kwake yeye mtakutanishwa, kwake Allah tabaraka wa ta'ala. Anasema muallif wafaqahu Allah, wal-iman bil-yawm al-akhir yatadhammanu al-iman biqudrati Allah, kuamini siku ya mwisho kunaambatana pia na kuamini qudra za Allah tabaraka wa ta'ala, uwezo wake Allah tabaraka wa ta'ala, ala ihya'il mauta, juu ya kuhuisha, kuwapa uhai au kuvipa uhai vilivyokufa, wa ba'thil khalaiq min quburihim, na kule kufufua viumbe kutoka katika makaburi yao. Hii yote ni imani ya kumwamini Allah kutokana na siku hiyo ya mwisho, kwamba inaambatana na ule uwezo wa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu watafufuliwa hata wale waliokufa miaka mingi, watafufuliwa, ambalo hili ni zito sana, kama tutakavyoona huko mbele, kwamba kwa akili ya kawaida mtu haamini. Mtu ambaye kabobea sayansi tu ajui kwamba hivi na hivi kunatokea nini, kwamba yeye anajua kwamba mtu akifa analiwa na wadudu bwana, anaoza. Kwa hiyo iweje tena huyo mtu aje arudi tena upya? Haiwezekani. Nasema aliyeunda chombo ni rahisi sana kukirudisha upya, ni rahisi sana. Unaamini kwamba Allah katuumba, hata ufanye vipi, lakini Allah tabaraka wa taala ndio mwenye uwezo wa kuweza kurudisha. Inshallah tutaendelea au tutamalizia kesho somo letu, kisha kesho kutwa tutafanya yale maswali inshallah ya khiari tu kwa yule ambaye atakaye kuwepo. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairal jazaa. Allahu ta'ala a'la.